Maudhi na karaha ambazo mtu kwa makusudi kabisa au kwa bahati mbaya anaweza akakufanyia, basi zisikufanye wewe ukamkosea Mungu wako. Je, wewe ni mke na unatamani ndoa yako ijengeke katika misingi imara ya neno la Mungu? Basi kama hilo ndo tamanio lako, ninakukaribisha kwa moyo wa dhati kabisa katika grupu letu la Telegram. Grupu kwa ajili ya wake ambao wanatamani kujenga familia zao katika misingi imara yenye kumpendeza Mungu. Kwa hiyo kama hilo ni tamanio lako, na kukaribisha kwa moyo wa kipekee kabisa uweze kujiunga pamoja nasi katika grupu hili. Namna ya kujiunga, utaingia katika sehemu ile ya description katika YouTube channel hii ya Biblia na Maisha. Pale chini utaona linki ya Telegram. Ukibofya linki hii itakupeleka moja kwa moja katika grupu hili la Telegram na uweze kujiunga. Ushauri upata kupitia neno la Mungu. Kama utapenda kujiunga, karibu sana, na mkaribishe na mwingine pia akaribie. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane katika grupu. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tunapata nafasi ya kujifunza neno la Mungu, lakini na maisha haya kwa ujumla wake. Mimi naitwa Judith. Karibu na tuombe. Baba yetu, tunakukaribisha katika muda huu. Tunaomba Roho wako akae kiongozi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Maudhi ambayo unayapitia ndani ya ndoa yako yasikufanye ukamkosea Mungu. Yasikufanye ukaacha kutii amri na sheria na maagizo ya Mungu. Yasikufanye ukaacha kuenenda katika ile njia ambayo ulikusudia kuenenda. Katika kitabu kile cha Waamuzi 16 tunapata kuona kisa cha Samsoni. Samsoni ni miongoni mwa waamuzi ambao Mungu aliwachagua kipindi kile cha wana wa Israeli. Samsoni kwa wakati wake alizaliwa, na hata kabla ya kuzaliwa mama yake na baba yake walipewa maagizo kuhusiana na malezi na makuzi ya mtoto huyu. Kwa hiyo Samsoni alikuwa ni mnadhiri wa Mungu. Aliteuliwa, alichaguliwa kuanzia hata kabla hajatiwa tumboni mwa mama yake. Na hivyo kuzaliwa kwake alikuwa ana siri kubwa sana ambayo alikuwa anaijua yeye pamoja na wazazi wake. Na hivyo siri ile ilikuwa ni chanzo cha nguvu zake. Samsoni akaenenda katika njia mbalimbali ambazo alienenda, lakini siku moja akakutana na mwanamke mmoja aliyekuwa anajulikana kwa jina la Delila. Na baada ya Wafilisti kufahamu kwamba Delila sasa yuko na Samsoni, wakamtumia Delila kama mtego kumkamata Samsoni. Wakamwambia Delila ambembeleze Samsoni, amwambie siri ya nguvu zake. Kwa hiyo Delila kwa kuahidiwa fedha akaanza kumbembeleza Samsoni amwambie siri ya nguvu yake. Alimbembeleza na Samsoni alijaribu kutunga stori za hapa na pale, lakini bado Delila alimsisitiza na kumuomba na kumuomba na kuomba mpaka ikageuka sasa kuwa maudhi. Samsoni akakereka na ile hali ya Delila mara kwa mara kumwambia, hebu niambie unipendi. Kama ungenipenda ungeniambia siri yako. Yakageuka kuwa ni maudhi sasa. Akakereka, yakawa ni kero. Akaona namna ya kuondokana na kero hii ni heri nimwambie. Ni heri nimwambie siri hii, bila kujua kwamba anguko lake liko karibu. Ndivyo na sisi hivi leo ndani ya ndoa zetu, ndani ya jamii zetu, popote pale ambapo upo,
Shetani anakusoma. Anajua kabisa kwamba una nia ndani yako. Umeshaanza kujenga familia yako. Umeshaanza kuishi kama vile ulivyotamani kuishi, kama vile Mungu anavyokuelekeza kuishi. Kwa hiyo shetani kwa makusudi kabisa anaamua kuwatumia wale watu wako wa karibu, wale watu kule ofisini kwako, wale watu majirani zako, kukutengenezea maudhi fulani, karaha fulani ambayo itakutoa katika mstari. Pale ambapo mwenzi wako ambaye ni karibu sana na wewe anakuwa ni kero, anakuletea maudhi, na kweli yanakuudhi, na wakati mwingine unatamani utende ambayo hayafai. Unapofika katika hatua hiyo, basi kumbuka kisa hiki cha Samsoni, kwamba pale ambapo maudhi yanakujaa, pale ambapo maudhi yanakuwa yamefika katika hatua ambayo huwezi ukaendelea kuyabeba au kuyasikiliza, unatamani tu ulipuke, kumbuka kwamba uangamivu wako ukaribu. Cha kufanya ni nini? Cha kufanya ni kumuomba Mungu ambaye ana uwezo wa kufanya ushinde hata katika kipindi ambacho unadhani huwezi kushinda. Pale ambapo unatamani kufanya kama vile wanavyokufanyia, hila, roho mbaya, masengenyo, ukitamani na wewe useme, uongee, uwajibu huyo mwanaume anayekusumbua, huyo mke anayekusumbua ndani ya ndoa, unatamani na wewe ufanye, umuonyeshe kabisa kwamba na wewe unaweza kufanya kama anavyofanya. Ndiyo muda sahihi wa wewe kuomba msaada kutoka kwa Mungu. Ndiyo muda sahihi wa kutafuta msaada kutoka kwa Mungu, kwa sababu peke yako hutaweza. Pale ambapo hasira itakuwa imekupanda kwenye kichwa chako, unatamani urushe maneno machafu kwa mwenzako, unatamani utende kama alivyokutendea, ndiyo muda sahihi wa kusema, Mungu nishike, Yesu tuma Roho wako aniongoze katika hili. Hatua ni moja tu kuelekea upotevuni, na hatua ni moja tu kuelekea katika uzima. Pale ambapo karaha, maudhi yako yamekusonga, unatamani ufungue mdomo wako na uachilie maneno machafu, maamuzi ni mawili tu: kupiga hatua moja kuelekea upotevuni au kupiga hatua moja kuelekea uzimani. Uchaguzi unabaki mikononi mwako. Uchaguzi unabaki kuwa ni wa kwako. Ndio maana ninasema ni wakati sahihi wa kusema, Yesu nisaidie, nisaidie, siwezi. Na kama vile Kristo alivyomshika Petro mkono akiwa anazama katika bahari ile, atakushika mkono usizame. Kwa sababu hicho ndicho kipindi shetani anakaa pembeni na kukutazama kwamba utafanya nini. Wale majirani wanaokusonga na kukufanya urudi nyuma, wanapokufanya uchukie, kule kazini wale wenzako wanapokufanya utamani kuwajibu na kuwatukana na kuwafanyia vitu ambavyo havifai kwa sababu ya mambo wanaokutendea, shetani anatazama na kukuona utafanya nini. Na mara utakapotoa siri yako, atakutoboa macho kama Samsoni alivyotobolewa macho. Atakufanya mateka kama Samsoni alivyofanywa mateka. Akufunge katika kifungo ambacho hutaweza tena kutoka. Utakuwa unajilaumu kwamba ona sasa, mke wangu nimempiga kwa sababu alinijibu vibaya. Nimempiga mpaka sasa hata maelewano ndani hakuna upendo tena kwa sababu alinitukana, alinijibu vibaya, nikashikwa na hasira nikaamua kumpiga. Mume wangu amenifanyia hivi na vile,
nikashikwa na hasira, nikachukua mabegi yangu nikaondoka na nikaacha watoto wangu. Na sasa ninasikia ameoa, ameleta kimada wake, ndo anaishi na watoto wangu. Hasira. Shetani anakufunga katika kifungo ambacho anajua kabisa kutoka kwako kutakuwa ni kugumu sana. Kutoka kwako kutakufanya ujuti. Ndio maana ninasema katika kipindi hicho cha maudhi makubwa, karaha nyingi, mpendwa, hatua ni mbili tu. Moja kuelekea upotevuni na nyingine kuelekea uzimani. Mungu akapate kutusaidia tukawe na masikio na akili za kukumbuka, masikio ya kusikia ile roho inayotuambia mpendwa, omba msaada, unaweza. Na ndio tuikimbilie sauti hiyo, tuombe msaada kutoka kwa Mungu. Lakini hata kama ni kweli ulishafanya, unaweza ukasema mimi hasira iliponijia, waliponifanyia maudhi, niliwatukana, nilimpiga mke wangu na sasa tumeachana, niliondoka nyumbani na sasa mume wangu ameoa mwanamke mwingine, kaleta kimada ndani, watoto wangu wanateseka, hakuna amani tena, nitajengaje familia yangu? Nilikosea. Mpendwa, bado nafasi tunayo. Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Mungu wetu ni Mungu wa wingi na wafadhili na neema nyingi. Kama vile Samsoni alivyotobolewa macho akafungwa katika gereza lile la giza na kusaga ngano, akawa amepoteza kila kitu. Lakini neema ya Mungu ni nyingi, kwa sababu nywele zake zilipoanza kuota tena, nguvu ya Mungu ilimrudia. Alipoomba na kusema, Mungu nipe nguvu kwa mara nyingine tena, Mungu alisikia. Na ndivyo ambavyo tunatakiwa na sisi kufanya. Pale ambapo walikuudhi, wakakuletea changamoto nyingi, ukashindwa kujizuia, ukaamua kuchagua ile njia ambayo si njia sahihi, ukalipiza na wewe visasi, ukatukana, ukampiga mke wako, hukuhudumia watoto wako, ukafanya mambo ambayo hayakupaswa ufanye, njia bado ipo. Bado Kristo anakuita, anakuambia, mwanangu, ni kweli ulikosea. Ndoa yako anaweza kuirejesha tena. Ndoa yako iliyovunjika, yule mume wako ambaye sasa hivi ana kimada ndani, anaweza akairudisha ndoa yako tena. Yule mke ule mpiga na kudhani kwamba sasa hayupo tena, ameondoka ameenda kwao, anaweza akamrejesha tena. Wale majirani uliowatukana mpaka sasa wanasema, huyu si alikuwa ni Mkristo huyu, tazama alivyotutukana. Mungu anaweza kutengeneza mahusiano tena. Wale pale ofisini kwako ambapo umechafua, Mungu anaweza kufuta uchafu ule. Ni wewe kujikabidhi na kukiri kwamba kweli, Mungu, peke yangu siwezi, nisaidie. Kama vile Samsoni, atakutia nguvu na utapata nafasi nyingine, nafasi ya kuanza tena katika mikono ya Mungu. Na unapopata nafasi hii, ombi lako liwe moja tu, kwamba Mungu, siwezi bila wewe. Kama vile ambavyo umenisaidia na kunipa tumaini kwamba ninaweza kuanza tena, basi kuanzia sasa tembea nami hata mwisho. Na hilo likawe ni ombi letu, likawe ni tumaini letu katika kujenga familia zetu, katika kujenga mahusiano yetu ndani ya familia na hata katika jamii zetu. Mungu akapate kutubariki sana. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa pendo lako. Asante kwa kuongea nasi kwa kupitia somo hili. Kuna wakati mwingine tunaudhiwa na sisi kama wanadamu, badala ya kutafuta msaada kutoka kwako, tunavaa ujasiri na kupambana kwa nguvu zetu, na mwisho tunashindwa na kupotea na kuanguka chini. Lakini kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema Baba, unatukumbusha kupitia maandiko yako kwamba, watoto wangu, rudini, njooni tusemezane. Baba, tumekuja, tusamehe na ukatusaidie sasa. Mbariki anayenisikiliza, bariki familia zetu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akapate kukubariki sana. Neno hili likakutie moyo.
Usisahau kulike, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment. Mimi naitwa Judith. Asante kwa kutazama na tukutane katika kipindi kingine.